mimi naona kuna kitu kibaya ambacho kitakuja kutokea mara baada ya mchezo wa dabi. Swali la msingi ambalo mimi najiuliza ni kwamba wale ambao waliskani kabisa, unajua kuna wale ambao walilipia kadi, waliingia uwanjani, ambayo kwa maana ya bodi ya ligi waliitoa ikiwa na maelekezo ya kusimamisha mchezo wa kwanza. Izingatie kwenye kufanya solution hii. Huo mwanzo maana yake watakuwa wamewaambia TFF, ile barua mlioleta ndio inaleta mkanganyiko, nendeni mkairekebisha na mkachukue maamuzi sahihi. Maana yake ni nini ambacho kitafanyika? Maana yake TFF watakuwa wamewaambia kwamba waende wakafanye uchunguzi, sawa, ambao wao wenyewe waliwaahidi, kwa maana bodi ya ligi waliwaahidi kwamba watafanya uchunguzi, alafu watoe ripoti. Kwa sababu mgogoro mkubwa IG ni kitu kimoja mpaka sasa, ni kutokana na kutolewa kwa ripoti, na kila mmoja akiwa na madai yake. Hasa Yanga akilalamika kwamba wao ndo ambao wametajwa katika rushwa na katika uvunjifu wa amani. Umeelewa? Wanataka ripoti. Simba wao ndo waliandika barua ya kusema kuna wauni ambao wapo kwenye mpira, mpaka watolee ndo tutacheza mpira. Sasa Simba wakati bodi ya ligi wametoa ratiba, Simba wamekuwa wa kwanza kusema tuenda kucheza. Utaanza kujiuliza wale wahuni waliotajwa na Crescentus Magori wametolewa, hawajatolewa? Hawajatolewa mpaka sasa hivi. Huu mgogoro IG mtu wa kuutoa pekee ni serikali kwa sasa ilipofikia, na serikali yenyewe ina mandate. Tatizo ni kwamba waende wakasome FIFA governance ambayo inawapa nafasi serikali katika maamuzi na kushauri. Wachukue mfano wa serikali ya Uingereza ambayo katika masuala ya kibaguzi, walitoa ushauri wao, walitoa wito wao. Walifungiwa wapi? Hawakufungiwa. Umeelewa? Reference nyingine ambayo inawezekana ni tukio ambalo sio la kulifuata, ilikuwa ni kwa upande wa Ghana. Ghana kulikuwa na masuala ya ilikuwa ni wao waliunda kamati, serikali ikaamrisha, kulikuwa na mgogoro pale Ghana, serikali ikaamrisha Ghana kwamba kukaundwa kamati, uongozi uliopo madarakani ukae pembeni. FIFA wakawabani. Hivyo kwa Nigeria, kama utakuwa nakumbuka, kuna kipindi Nigeria kipindi wametoka kwenye mashindano ya kombe la dunia. Nakumbuka ilikuwa kombe la dunia. Kukatamka kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa pesa, sijui kuna watu ambao yani FA yakuu ikaonekana kama ili ubadhirifu wa pesa ulitumika. Serikali ya Nigeria, sawa, ikauondoa uongozi ulioko madarakani, ukateua kamati iongoze ili mpaka uchaguzi mwingine unapokuja. FIFA wakawabani. Hapo ndipo ambapo waliingilia serikali. Lakini kuna serikali ya Afrika Kusini, ngoja niangalie, kuna sehemu Afrika Kusini ambayo sasa hata viongozi wetu wanaweza wakaangalia Afrika Kusini, kwa maana ya SAFA, shirikisho la Afrika Kusini ni SAFA. Lakini serikali ikatoa maagizo ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa baada ya timu ya taifa kushindwa kufuzu. Serikali ikatoa neno, ikasema tunatarajia SAFA ifanye tathmini ya kina kuhusu utendaji na iwajibike kwa taifa. Yani serikali ya Afrika Kusini ikatoa neno kwa SAFA, sawa, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kusini, ambayo ikasemaje, tunatarajia SAFA ifanye tathmini ya kina kuhusu utendaji na iwajibike kwa taifa. FIFA haikuwafungia kwa sababu hawakuambia tunawaondoa madarakani, wakasema mjitathmini. Sasa kwa maana ya FIFA sasa Afrika Kusini wakachukua maamuzi yao, na kuna baadhi wao wenyewe wakachukua baadhi ya hatua ambazo hazikuwa commandment kutoka serikalini, lakini wakasema wajitathmini, kitu ambacho hata serikali yetu hasa kwa Wizara ya Michezo, lakini pia BMT ambao wao ndo rasmi sana kwenye michezo, umeelewa, wanaweza wakatoa neno ambalo sio command, lakini wakatoa ndani yake kukawa na maagizo ya kiushauri. Unajua kuna maagizo ya kiushauri. Bwana leo ni, labda unaweza kusema bwana leo ni Ijumaa, itakuwa ni nzuri ukivaa kanzu nyeupe. Ina maana kwa level fulani wewe umemwagiza yule akavae nguo nyeupe. Bwana tunadhani hiyo tukio itakuwa ni nzuri tukivaa suti nyeusi. Maana yake hapo wote mfuate suti nyeusi. Kwa hiyo
Kitu ambacho kipo sasa hivi ni serikali hili swala kuinusuru. Mimi naona kuna kitu kibaya ambacho kitakuja kutokea mara baada ya mchezo wa dabi tarehe 15. Mimi nilishasema kwamba Yanga hawatapeleka timu hawatapeleka timu uwanjani, lakini pia kwenye mechi za ligi hawatapeleka tena. Maana yake mara baada ya agizo hilo Yanga wataona hakuna haki tena kwenye ligi. Wameshinda tu kusema sasa hivi. Sasa wanazungumzia mchezo mmoja, lakini barua iliyoandikwa ni ya michezo miwili inayofuata mara baada ya maamuzi ya tarehe 15. Kwa hiyo kuna haja ya kuzuia matukio haya kabla hayajatokea kwa makubwa. Si ndio? Kuna msemo unasema bora kinga kuliko tiba. Tiba ya sasa hivi. Palamagamba Kabudi, waziri wa kwenye dhamana ya michezo, analo la kufanya. Kwa hili kila ambacho likifanya mara kwanza mimi nilimuelewa kwa sababu kilikuwa kinaenda kasi. Umeelewa? Na Yanga aliwaambia tayari tumeshachukua hatua zingine, hakuwa na haja ya kuendelea. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tu hakuna swala la kasi, hakuna swala lolote ambalo linaendelea, mimi nashauri mpaka dakika hii arudi tena awaite hawa watu. Siku bado ni chache kuelekea katika mchezo na inawezekana mchezo ukachezwa. Awaite nani TFF, awaambie TFF tunaomba, sawa TFF tunaomba mzingatie hili, hatutaki migogoro kwenye timu, tunaomba ushauri, asitoe commandment. Hapo baada ya hapo aende kwenye bodi, aende kwenye BMT, sawa, ambao wana mamlaka hayo. Kama waziri ataona yeye haifai kwenda, awaambie hata BMT kwa sababu wako chini ya wizara, awaambie tunataka kifanyike hiki. Wale watakuwa ni sehemu ya kutoa ushauri. Na Lugano wazee jana kuna kauli moja ambayo waliongea au walitoa onyo kali kwa brand yao kutumiwa kwenye mchezo wa tarehe 15 dhidi ya Simba Sport Club. Na mara baada ya hivyo afisa habari wao Ali Shaban Kamwe na yeye akatoa onyo juu ya uuzaji wa tiketi. Pengine hili mpaka wanatoa onyo, wanatoa na ile agizo kutotumika, bodi ya ligi mpaka sasa hivi wenyewe wako kimya tu. Hawajafanya chochote. Ili mimi linanitia ukakasi sana, limekaa kaje Lugano. Hasa kwenye swala la tukianza kwa swala la tiketi. Yanga ndo wenyeji. Wangekuwa Simba ndo wenyeji, nasema swala la tiketi pengine lingekuwa linaendelea. Kwamba wangekuwa najua kwamba linaendelea, hawa watu wanataka kutukomoa. Ina maana Yanga wangetaka kuwakomoa Simba, ingekuwa simple tu. Simba angekuwa ni wenyeji tu. Yaani picha ya kusema Yanga wanataka kuwakomoa Simba sipate mapato, ilikuwa ni simple tu. Kwamba tungeona Yanga wangekuwa na stress kama, yani mazingira kama haya, wangekuwa Simba wenyeji. Tungesema Yanga wanataka watu wasiende uwanjani wawakomoe Simba. Lakini kwa sababu Yanga ndo wenyeji wa mchezo, hawezi kujikomoa kwamba watu wasiingie wakakosa wao mapato. Nakumbuka mapato yote yanaenda kwa timu mwenyeji. Si unanielewa? Kwa hiyo Yanga wanaposema hatuchezi, wanamaanisha kwamba hawako tayari kupata mapato ya uwanjani. Yani hawataki kuwasumbua mashabiki wao kwenda kuweka budget ya kwenda uwanjani. Ina maana hata tiketi and card lazima wafate miongozo ya Yanga. Yanga wanaweza kapendekeza kwamba wakishauriana na bodi ya ligi kwamba kiingilio kiwe shingapi. Kwa hiyo Yanga kama hajatoa suggestion yote, nani anaweza kufanya hivyo? Hakuna. Kwa hiyo swala tiketi mimi naona wako sahihi kabisa kuambia kabisa kwamba acheni kabisa kufanya swala la tiketi. Maana yake mnaweza kaingia kwenye mtandao, hata mashabiki wa Simba ambao ataenda kule, atakuwa ni mjinga mmoja tu ambaye ataamini mechi itachezwa, wakati yule anayesimamia ule mchezo anakuambia siingize timu. Naye mwenyewe anawaambia watu wake msifanye nini? Msikate tiketi. Swali la msingi ambalo mimi najiuliza ni kwamba wale ambao waliskani kabisa, unajua kuna wale ambao walilipia kadi, waliingia uwanjani. Waliskani kabisa likasomeka kama manake ukisha scan manake ile tiketi yako inakuwa expired. Ime expire. Sasa najiuliza itakuwaje wakienda tena kuonyesha pale, itaenda kusoma vile vile kwamba ime expire au ile tiketi watapateje tena? Hapo kuna utata. Wale walioingia uwanjani kabisa, wale ambao kuingia na tiketi zao kama alitunza, inawezekana ikawasaidia. Si unanielewa? Lakini kwenye swala la Azam kiangalia brand ya Azam, Yanga mimi naona bado wako kwenye right track. Haiwezekani mimi ndo mwenye mchezo, mimi nimeingia makubaliano na nyinyi Azam, sawa, ya kurusha maudhui, nyinyi mrusha maudhui yangu, nachukua ya kwenu, sawa, lakini
Napokuja swala ambalo kwangu mimi sijaridhia, mnalipeleka hewani. Manake mnapeleka maudhui ya kwangu yanahusiana na mimi ambayo mimi sijaridhia. Kwa hiyo wana haja ya kufanya vile ili promo isiendelee. Lazima waambie Azam, sisi hatutaki promo zetu ziendelee kwa sababu msemo wetu ni huu. Kwa hiyo kama ni content zetu mchukue ambazo zina mlengo huu, sio mlengo wa kwamba kucheza. Manake Yanga pia wanaamini kwamba endapo kama hizo promos zikiendelea, manake itakuwa inawachanganya hata mashabiki ambao wao wanawaambia wasiende uwanjani. Wanaona promo ipo. Mbona Azam anarusha? Mbona sisi hivi? Kwa wanapeleka watu uwanjani. Kwa hiyo hapo kuna mkanganyiko, lakini Yanga naona ameweka vitu clear ambavyo mimi binafsi navielewa kwamba lazima uambie picha yako ya msimamo ni upi. Mimi wito wangu na mtazamo wangu ni kwa upande wa serikali tu. Hivi vitu vinawezekana. Muda uliobakia. Serikali ndio mtu wa kuliamua hili swali. Muda uliobakia inawezekana kabisa dabi kachezwa. Muda uliobakia inawezekana. Lakini kivipi? Serikali itoe ushauri. Ndio maana nasema serikali yani kuingilia kwenye mpira wa miguu. Serikali kuingilia mpira wa miguu ni maneno ambayo watu wanawatisha. Serikali haitakiwi kwenda kulazimisha mambo yatokee kwenye mpira wa miguu. Unajua kuna vitu tofauti. Unaposema kuingilia mambo ya mpira wa miguu, sawa? Na kushauri. Ndio maana nasemaje, watu wakasome FIFA governance ambayo inazungumzia ushiriki wa wadau. Serikali ni wadau muhimu sana kwa upande wa FIFA. Kwa hiyo serikali inapoenda kutoa ushauri inakuwa haiendi kwenda kukomandi. Maana yake inakuwa haijaingilia mpira. Iko katika right track ambayo inakuwa wanaifanya. Kwa hiyo mimi binafsi niwaambie serikali waingilie kwa hekima na kutoa ushauri ambao mimi naamini utakuwa ni mwongozo sahihi wa kuondoka hapa tulipo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hapo tu. Yaani mimi nakwambia dabi itachezwa, serikali tena wanaweza kasemaje? Tunatengeneza kamati yani wakatoa ushauri kwamba tunaomba TFF waunde kamati ya muda ambayo itakuwa na hadidu za rejea kuelekea dabi ya Kariakoo ili kutibu hii tatizo na mchezo ukachezwa. Nakwambia TFF wataunda kamati ya uchunguzi ya ule mchezo kwa ajili ya kuleta ripoti ambao utaenda kuleta majibu sahihi ya nini ambacho kilitokea, na Yanga watakuwa radhi kuingia uwanjani mara baada ya serikali kutoa tamko. Tamko lakini sio la lazima. Tamko kwa maana ya ushauri, maana baada ya serikali kutoa ushauri. Ila wajichunge sana. Wasiseme tunataka. Ukisema tunataka tu ile ni command. Tunakula bani. Wakisema tunashauri serikali, tunajua kwenye mpira miguu watu wengi. Nampongeza Waziri Palamagamba Gapudi. Wakati yuko bungeni alitoa tahadhari hiyo kwamba serikali itakiwi kuingilia masuala ya mpira. FIFA wenyewe ile wameinoti kwamba serikali ya Tanzania haina mpango wa kuingilia mambo ya mpira. Hata hiyo kabla hajasema chochote natakia sema kwamba tunatambua kwamba serikali inasema hatutaki kuingilia masuala ya mpira. Sasa sisi tunatoa ushauri. Ukishatoa ushauri wa serikali maana yake wale Sikaria na uongozi wa bodi ya ligi lazima uone kama kuna jambo la msingi la kufanyia kazi. Hapo tutawini na dabi itachezwa. Nakwambia serikali kitoa ushauri wa kwamba kifanyike hiki hasa katika ripoti ambayo walitoa. Dabi ipo. Okay, shukrani. Asante sana.